Kuwa kwenye nafasi ni huduma. Ni utumishi. Wapo wanaodhani akizungusha mtu akipiga kalenda hivi na hivi, nenda rudi, kwamba hivyo ndivyo anavyoonyesha ukubwa wake na umuhimu wake. Huo ni ushamba. Linaloweza kufanyika leo lifanyike. Tena mwananchi akitoka mbali kule Migori kule, akaenda kwenye halmashauri yake, amekukuta pale, amekusaidia kwa sababu kimsingi ulitakiwa umfuate kule. Kushughulikia hiyo kero yake ulitakiwa umfuate kule. Kama ameshafika mpaka pale, kaunguza nauli yake, wewe unamwaga ngoja kwanza nikanywe chai. Ni ushamba tu huo. Ndio. Lazima tujifunze haya mambo ya kutoa huduma. Watu wengine wanadhani ni sekta binafsi ndio inatakiwa itoe huduma kwa unyenyekevu hivyo. Tena watumishi wa umma ndio tunatakiwa tutoe huduma kwa unyenyekevu, kwa sababu mishahara tunaolipwa inatokana na wananchi hawa tunaowatumikia. Mwenye taasisi binafsi anaweza akawa ameajiri watu, lakini kwenye utumishi wa umma hawa ndio waajiri wetu. Haya lazima tuyajue na lazima tuambizane. Tunao watumishi wazuri wanaofanya kazi nzuri. Tunao. Ndio maana nchi inapiga hatua. Tunao. Akina Harry James tunao. Tena sio wachache, wako wengi. Tunao. Na wala msiingie ubaridi tunaposemea wale wasiofanya vizuri. Ninyi kazi zenu zinafanyika vizuri. Lakini pia tunao wale washamba. Mgonjwa amefika, yeye ana chati na simu. Ndio. Umesomeshwa kwa kodi za Watanzania hawa. Na mimi nimekuwa hazina pale. Najua hakuna mtu mwenye ziada kwamba ana pesa nyingi mpaka ameamua igawie serikali. Wanajinyima. Wanalipa kodi, wanajinyima, wanajibana. Kuna aina fulani ya maisha wameyakataa ili watoto wa Kitanzania wasome. Kuna maisha fulani wameyakataa ili tujenge kituo cha afya. Kuna maisha fulani wameyakataa ili tujenge shule. Unasomeshwa, unafika pale, mgonjwa anafika, wewe unaendelea kuchati na simu. Na mshahara unalipwa na hawa. Haya mambo wengine wakiambiwa ukweli huu wanachukia. Hata mchukie, mnune. Kwa wakati huu mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali, nitawatia adabu. Hawa watu wa aina hii mkiwaona wananchi, mkiona mtu wa aina hii, toeni taarifa. Tuna watu wengi wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu. Watu wa aina hiyo wala wasihamishwe kituo, wafukuzwe. Ndio. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Hatuna uhaba. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, wewe ukienda kwenye ofisi ya umma, wala usiende kinyonge, wala usiende kubembeleza. Kama kuna ofisi watumishi waandike majina, waziri wa TAMISEMI, ongea na waziri wa utumishi. Kama ofisi zingine kwenye baadhi ya ofisi kila mtumishi anaandika jina kwenye sare yake pale. Kama kuna ofisi hawaandiki jina, itabidi kote watu wanaandika jina, tena jina kamili, ili atakayefanya nyodo na ofisi ya umma tumjue, tumfukuze. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Haya mambo ni serious. Ndio. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.